Ninataka tuinene siku ya leo. Last week tulikuwa naongea kwanza kuhusu vile ambao unapatana na Mungu, na ndio nikasema kwamba unaweza kunajisi ibada, na tukaongea vile ambao ibada unaweza kukosa kuinajisi. Kwa nini? Wakati ambao unakaa vile ambao Mungu amekusudia, mawazo ambao Mungu anakuasia, vile Mungu anakuasia, ukikaa kama vile ambao Mungu anataka, inakuwa kwamba inakuwa rahisi kwako kupatana na Mungu. Na ndio nikasema kwamba ibada ya Sunday inatengenezwa Saturday ili uweze kumtolea Mungu ibada yenye maana siku ya Sunday. Ukianza ibada yako siku ya Saturday, ambazo unakuta kwamba inakuwa kwamba mambo ya kutubu, na ndio hapo tunaweza kuangalia katika kitabu cha Yoshua 3. Yoshua 3. Mwambata hapo. Mstari wa kwanza na wa pili. Hata sawa. Yoshua 3 mstari wa kwanza. Yoshua akaondoka asubuhi na mapema, nao wakatoka Shitimu wakafika mto wa Yordani. Yeye na wana wa Israeli wote wakakaa hapo kabla ya kuvuka. Mstari wa pili. Ikawa baada ya siku 3 maakida wakapita katikati ya marago. Wakawaamuru watu wote wakisema, mtakapoliona sanduku la agano la Bwana Mungu wenu na makuhani Walawi wakilichukua, ndipo mtakapoondoka hapa mlipo na kulifuata. Lakini na iwe nafasi kati yenu na nyinyi. Nilikuwa nataka, kwani yangu aiongei kama yenu. Hebu rudia mstari wa kwanza. Nilikuwa nataka mstari wa kwanza. Yoshua akaondoka asubuhi na mapema, nao wakatoka Shitimu wakafika katikati ya mto wa Yordani. Yeye na wana wa Israeli wote wakakaa hapo kabla ya kuvuka. Nilikuwa nataka mada ambayo inaongea kuhusu kesho. Ni mstari wa 5. Mstari wa 5. Mstari wa 5. Yoshua akawaambia watu, jitakaseni, maana kesho Bwana atatenda mambo ya ajabu kati yenu. Kwa hivyo unakuta kwamba Mungu anasema kwamba mambo ya kesho. Kwa hivyo kabla hajafika siku ile ambao anakopatana na wao, anakuambia kwamba kwanza ndijitakase, ili aanze kufanya mambo kwako wakati ambao umejitakasa. Lakini ndio nikasema kwamba siku ya Sunday kuja kuongea mambo ya kujitakasa, maana ilikuwa ya jana. Tuko pamoja? Kwa hivyo hapo ndio mstari wa 5 inaongea hiyo. Hebu rudia. Yoshua akawaambia watu, jitakaseni, maana kesho Bwana atatenda mambo ya ajabu. Kesho anaongea mambo ya kesho. Bwana atatenda mambo ya maajabu kwenu. Kwa hivyo wakati ambao bali inamaanisha kwamba anawaanza kuambia mambo Saturday, ili akiwaambia kwamba kesho Mungu atapatana na nyinyi. Kwa hivyo kabla hamjapatana anahitaji mkuu mmejitakasa. Halo? Basi hiyo ni neno ambao ilikuwa siku ya Sunday. Basi ndio hapo ndio nasema kwamba ili uweze kuelewa upatane na Mungu wako. Na ndio hapo unakuta kwamba aliambia Musa ya kwamba pande katika mlima, na akamwambia kwamba mambo ya Saturday akiwa Saturday, bila ambao kesho ataenda kwa mlima kwe. Hapo ni
Bwana mbariki sana. Okay, kwa hivyo sasa leo ninaongea kuhusu ushinde umbaya ama ushinde dhambi. Halo? Ushinde. Maana hii kitu imeweza watu wengi, na unakuta kwamba wakati ambao kichwa ndio nimesema kwamba kichwa ni ushinde dhambi ama ushinde umbaya. Ushinde dhambi ama ushinde umbaya. Basi kwa nini ninalete kichwa ikakuwa hivi? Basi Biblia inasema kwamba ninasema kwamba basi na nyoka akaingia kwa shamba. Na wakati ambao anaingia kwa shamba, kwa hiyo unakuta kwamba anaweza kuya kwamba ameingia kwa nyumba yako, ama ameingia kwa shamba, ama ameingia kwa kasini, lakini ameingia kwa shamba, ameingia kwa kasi, ameingia kila mahali ambao panaitanishwa na nyumba yako. Kwa hiyo wakati ambao umeingia, bali unakuta kwamba hakuna kitu kingine ameleta kwako. Ameleta umbaya, ameleta nini? Dhambi. Ameleta udanganyifu. Kwa hiyo unakuta kwamba neno hili ambao nimekuja kwa naye siku ya leo, ninakwambia kwamba usinde dhambi. Wewe uli nyumbani, siku ya leo niko na ujumbe ambao inasema kwamba ushinde dhambi ama ushinde ubaya. Kwa nini? Maana nyoka wakati ambao waliingia kwa shamba aliweza kuleta udanganyifu kwa mtu wa kwanza, na baadaye ikaleta hukumu ambao hata wakati wa leo tuko kwayo. Lakini unaweza kuondoa umbaya ama ushinde dhambi. So ushinde dhambi siku ya leo. Unaweza kushinda dhambi. Kuna mtu ambao, hebu angalia katika Mwanzo. Hebu angalia Mwanzo 3 mstari wa kwanza. Uone ya kwamba akiingia kwanza. Mwanzo 3 mstari wa kwanza. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya mti yoyote ya bustani? Lakini unakuta kwamba ameshaingia kwa shamba, lakini unakuta mali ambao Mungu alikuwa amemweka nani? Huyo mwanadamu akamweka. Basi ameingia kwa ile shamba, lakini unakuta kwamba ameingia kwa ila ili akaweza kupanya huyo mtu kuasi. Kwa hiyo unakuta kwamba basi naye mstari wa hebu angalia 4 mstari wa weka 4 mstari wa 7. Lakini tunarudi tena kidogo wa 3. 4 mstari wa 7. Mwanzo 4:7. Kama ukitenda vyema hutapata kibali. Usipotenda vyema dhambi iko inakuotea mlangoni. Kwa hiyo wakati ambao unatenda mema, ninamaanisha kwamba unapata kibali. Ebu rudia hiyo maneno.
Kama ukitenda vyema, ukitenda mema, utapata kibali. Utapata kibali. Usipotenda vyema, usipotenda vyema, dhambi iko. Dhambi iko. Inakuotea mlangoni. Inakuotea mlangoni. Nayo inakutamani wewe. Inakutamani wewe. Lakini yapasa uishinde. Lakini inakupasa wewe uishinde. Na wewe unaweza kushinda dhambi. Mungu amekupatia uwezo kushinda dhambi. Na ndio hapo ndio unakuta kwamba Mungu anakuambia ya kwamba kuna kitu ambao inakuotea mlangoni. Unakuta kwamba kiongozi yule ambao alikuwa mtumishi yule ambao anakuwa anaongoza ibada ya maombi amesema kwamba anasikia kuna mtu ambao akona mguu ambao anataka kutoka, anatoka kanisani. Okay, kwa nini anataka kutoka? Maana nakuta kwamba ni dhambi inamuotea. Ni dhambi inamuotea. Weze kutoka, basi unakuta kwamba atapatane na angongo. Maana unakuta kwamba wakati ambao unatoka inamaanisha kwamba hautakuwa na ulinzi. Hautakuwa na ulinzi. Na mtu mmoja akiondoka, yani unakuta kwamba ni kama kuku ambao iko na vibalanga. Kwa hiyo wakati unakuta kwamba kipambanaka kimoja kikiondoka katika mabawa ya kuku, bali unakuta kwamba mwewe ako hapo ili ataikuchukua. Na baada ya kuichukua unakuta kwamba kuku itaachwa, unakuta kwamba haiwezi kuwa inamudikia inabunikia ile ingine, lakini bibalaka ile ingine ile ambayo imetoka, ambayo unakuta kwamba inaenda na mwewe. Ninakataa wewe uchukuliwa na mwewe. Ninakataa wewe uchukuliwa na wewe. Hata wewe ambao unaitazama katika nyumba, ninasema kwamba wewe, ninakataa wewe uchukuliwe na wewe, maana wewe uko mikononi mwa Mungu. Siba nakubali sana wakati ambao unaenda kuona kwamba ni vyema kukaa katika nyumba, ni vyema kukaa katika ile mabawa ya Mungu. Na baada ya kukaa katika ile mabawa ya Mungu, inamaanisha kwamba hautatanganyika. Maana kazi yake shetani ama kazi yake nyoka, kazi yake ni kudanganya. Na wakati ambao anakudanganya, inamaanisha kwamba basi anakuondoa mara ambao unaweza kupata usaidizi. Si bwana bali sana. Okay, turudi. Nimesema kwamba rudi katika Mwanzo 3:15. Mwanzo 3:15. Nami nitaweka uadui. Anasema kwamba nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, kati yako na uzao wa mwanamke. Endelea. Na kati ya uzao wako na uzao wake, wewe utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Na mimi nasema kwamba na wewe uponde dhambi ama uponde nyoka kwa kichwa. Yani namaanisha kwamba utapatiwa hekima na vile ambao ile neno ambao imekuja unasema kwamba inasema kwamba Bwana hatamwakilia kila ambao kinasababisha Mungu amwage roho wake kwa watu. Ni nini? Wenye mwili. Hebu urudi hapo mala ambao ameongea ni Joeli 2:26 ni shilingi na 5. Joel 2:25.
Nami nitawarudishia hiyo milki iliyo na nzige na parare na madumadu na tunutu, jeshi langu kubwa nililotuma kati yenu. Nami mtakula chakula tele na kushiba na kulimidi jina la Bwana Mungu wenu aliyotendea mambo ya ajabu, na watu wangu hawatatayari kamwe. Nanyi mtajua kuwa mimi ni katikati ya Israeli, na kuwa mimi ni ndimi Bwana Mungu wenu, wala hakuna mwingine, na watu wangu hawatatayari kamwe. Hapo nana. Hata itakuwa baada ya hayo ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili. Juu ya wote ambao wako na mwili. Kwa nini Mungu anamwaka roho wake kwa wale ambao wako na mwili? Ili unakuna kwamba ili uweze kujua kwamba bali unakuna kwamba njia ambao unaweza kupitia, bali unakuna kwamba unaweza gonga nyoka kwa kichwa. Na wewe ukoe mshindi, na wewe ushinde, unaweza kushinda dhambi. Kila ambao kinasababisha wewe, kila ambao kinasababisha wewe itekwe nyala ile vitu ambao ulikuwa naye ni nini? Maana kuelewa, bali unakuta kwamba ukukosa kuelewa, kukosa maarifa. Lakini Bwana anasema kwamba ninalekesha ndini roho wangu ili wakaweza kukueleza kila ambao ilitendeka. Kwa hiyo unakuta kwamba anakupatia ufunuo kila ambao kitendeka kwako, bali unakuta kwamba vitu yako ikachukuliwa. Yani unakuta kwamba miaka ikaenda, ilikuwa ya kwamba upate kila ambao unapata, lakini unakuta kwamba kwa nini inakuwa ya kwamba imechukua muda? Kwa nini? Maana unakuta kwamba aliyobisha unabishana na Mungu, unabishana na Mungu. Naye akatuma wale watu wale ambao wanakulanga hiyo vitu, akaweza kukomondi. Anajua kwamba tumandumando itakubanya wewe uanze kumjua Mungu. Akiona kwamba nimeenda sana, anatuma zingi. Yani unakuta kwamba kiburi inaweza kuwa imekujaa sana, amekujaa sana kama Nebukadneza. Ukitaka kujua wale ambao wawezi kucheza na Mungu, mmoja ni Nebukadneza. Akifunguliwa hivi, aseme kwamba asimame hapa juu, asimame hapa juu, aumbilie ulimwengu wote, unaweza kuokoka. Kwa nini? Maana alipatana na Mungu mwenyewe. Akamwambia, anaweza sema kwamba baada miaka 7 na wewe hakuna kitu naelewa. Mimi nilikuwa na huyu Mungu baada miaka 7, nikamwonyesha kiburi kile na kile nilipeleka wapi? Na wewe hauelewi hiyo, na Mungu amekuandikia hayo, lakini unakuta kwamba wewe uelewi, bali unakuta kwamba achana na haya, bali unakuta kwamba anaweza kukumbilia uona kwamba Mungu akikurekebisha. Lakini unakuta sana kuna huyu ambao anaitwa Yesu. Yesu ni wa huruma. Anasema kwamba usimnguse, nimesimama. Anasema kwamba anaweza kubadilika leo kesho, anaweza kubadilika leo jioni. Lakini wale ambao naambiwa kwamba wanaweza kurekebisha leo jioni, bali unakuta kwamba mpaka kesho kutwa mwaka inaenda. Lakini unakuta kwamba mtu mmoja akiwa nakaa hivyo tu. Yesu Kristo anasema kwamba anaweza kubadilika kesho, anaweza kubadilika kesho kutwa. Lakini unakuta kwamba Yesu Kristo anasimama mbele yako,
anasema kwamba nilikufa kwa ajili yao. Hiyo ndio. Lakini kama ni Mungu, kama vile ambao iliendeka wakati wa Akan alikuwa peke yake, lakini alifanya wengine kikundi kubwa, ikazikwa na mchanga, na Mungu akasema kwamba kusikwe na nini, na maombolezi. Halo, yani nakuja kwamba, lakini wakati huu wanasema kwamba ni wakati wa neema, lakini tutadumu katika neema, dhambi izidi? Swali ni hiyo. Kwa hiyo unakuta kwamba na wewe kama unataka kutembea na Mungu, bali unakuta kwamba unaweza kushinda dhambi, na inahitajika wewe ushinde, na mimi nishinde yangu, na wewe ushinda yako, na baada kushinda hivyo tutapatikana katika mji wa mbinguni. Unakuta kwamba paradise tuko pamoja. Yani unakuta kwamba unakuza mzee, unamuuliza ambao anaitwa Abraham, unamuuliza, hey, wewe ndio ulikuwa baba yetu wa imani. Yani mimi nimejifunza na wewe. Yani unakuta kwamba nimepika hapa kwa sababu nimejifunza na wewe. Lakini unakuta kwamba kama wewe unakuta kwamba inakuwa ngumu hata kusoma hiyo neno, utaweza kujifunza aje? Yani unapenda ile ya watu wase wakikuja wanapanyangaji. Hiyo ndio unajua sana. Halo, halo. Wase wakikuja, si unajua wanapanyangaji. Kama kwetu unakuta kaza kuna mahali ambao shule, mahali ambao tulikuwa kuna mahali ambao walikuwa naenda wanafanya ibada, ibada yao tukisikia kwamba wako, tunaambiwa kwamba tuende manyumbani mapema kwa sababu tutasaliwa na mvua. Na ni kweli, mahali ambao walikuwa nafanya ibada wasewa. Lakini wakati huu tumejua ya kwamba walikuwa na umbuto miungu yao, na miungu yao ilikuwa na wajibu. Lakini huyo Mungu ambao tunaongea juu yake, ambaye unakuta kwamba anasema kwamba niite nami nitakuitika, na wakati ambao tunamwita, bali unakuta kwamba maajabu inaonekana. Lakini kwetu wakati huu kwa nini haionekani maajabu yetu? Lakini ninaweza kubuka ilikuwa unakuta sa miungu yao ilikuwa wakiwekea hiyo ibada. Tulikuwa tunaambia kwamba tuende nyumbani mapema. Ni kweli, maana tulikuwa tunazuia mvua, maana kulikuwa kunanyesha. Lakini wakati huo, maana unakuta kwamba kanisa imeingiza inaitwa Musa, tunaweza kushinda Musa. Na wewe unaujua nyumbani, unaweza kushinda Musa, na tutembee na Mungu. Bali unakuta kwamba wakati ambao tunashinda dhambi. Musa ni dhambi. Halo? Kwa hiyo unakuta kwamba, hebu angalia huyu ambao unaenda Numbers 21
mstari wa 1, mstari wa 7. Ninataka mali ambayo ni kwa sababu ya masaa. Hesabu 21:7. Watu wakamwendea Musa wakasema, tumefanya dhambi kwa sababu tumemnungunikia Mungu na wewe. Utuombee kwa Bwana atuondolee nyoka hawa. Basi Musa akawaombea watu. Okay, Musa akawaambia watu kwa Mungu. Okay, na pale mwanzo, hebu angalie tena Mwanzo 3:15 inasema kwamba nitaweka wandui katika nini? Kati yako na huyu mwanamke. Katika yako na huyu mwanamke, na huyu atakubonda kichwa. Naye Mungu mzadi wa kwani umerudi wa basi tuende kwa katika Hesabu. Atakubonda kichwa. Kwa hiyo unakuta kwamba tuko na uwezo kubonda nyoka kwa kichwa, lakini nakuta kwamba tumeruhusu nyoka kuweza kututesa. Angalia, Mungu ametupatia uwezo wa kubonda kichwa. Na hiyo law, unakuta kwamba hiyo law ambayo Mungu alisema kwamba atapatiana, ndio huyu ndio anakupatia mamlaka, ama anakupatia uwezo ya kuelewa kwamba huyu ni nyoka anataka kuniebisha katika mpango wa Mungu. Kwa hivyo pasipo kuwa law na kuambia kwamba utafanyika kama nani? Kaini, ambao anaongeleshwa na Mungu na akosa kujua kaya kwamba anasema kwamba kweli Mungu anamwambia kwamba ushinde ubaya amba ushinde dhambi, lakini unakuta kwamba yeye anasema kwamba ile dhambi ikaweza kumtawala. Kwa hiyo unakuta kwamba ninataka kusema nini? Ninasema kwamba uko na uwezo kushinda, na wewe ushinde dhambi. Kwa hiyo unakuta kwamba kuna vita ambao inakuja kwako, unakuta kwamba inakusababisha wewe utoke kwa njia. Nasema nini? Hebu soma. Watu wakamwendea Musa wakisema, tumefanya dhambi kwa sababu tumegununikia Mungu na wewe. Utuombe kwa Bwana atuondolee nyoka hawa. Basi Musa akawaombea watu. Akaombea watu. Ni mstari wa 7. Ninataka mpaka mstari wa 9. 8. Bwana akamwambia Musa, jifanyie nyoka ya shaba. Mpano wa nyoka. Ukaiweke juu ya mti, na itakuwa kila mtu aliyeumwa aitazamapo ataishi. Musa akafanya nyoka ya shaba, akaiweka juu ya mti, hata ikiwa nyoka imemuuma mtu, alipoitazama ile nyoka ya shaba akaishi. Okay. Kwa hiyo unasema kwamba ninasema kwamba nyoka wakati ambao unaingia kwa nyumba, mbona unakuta kwamba kasi ile ambao alipatiwa kwanza, aliambia kwamba chakula chake ikuwe mavumbi. Rudi tena kwa Mwanzo, aone mali ambao anaambia kwamba anapatiwa hukumu. Anaambia kwamba wewe kazi yake ni kukula mavumbi. Okay. Kwa hiyo unakuta kwamba nyoka akaambia kwamba huyo nyoka na mweke katika mti, lakini unakuta kwamba ilikuwa mpano. Akaambia kwamba uwe nyoka, na unakuta kwa utengeneze nyoka wa shamba. Kwa hiyo inamaanisha kwamba si nyoka lali, lakini anaambia kwamba basi. Kwa hiyo inamaanisha kwamba basi atakuwa kwamba amegonga kichwa. Kwa hiyo unakuta kwamba tumepatiwa uwezo kumaanisha. Kwa hiyo wakati ambao akaweka juu ya umepata.
Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu